Yes, miongoni mwa wanamuziki ambao wamekuwa listed na UN Heritage kwa maana ya urithi wa dunia ni pamoja na Robert Nesta Marley maarufu kama Bob Marley. Bob Marley ni mwanamuziki kutokea Jamaica, Kingston na maeneo mengineyo ambaye alijihusisha sana na muziki wa aina ya reggae, muziki ambao ulihusika katika maeneo mengi sana ya kiukombozi, uburudishaji, siasa na vitu vinginevyo vingi sana. Ni miongoni mwa wanamuziki ambao watu ambao wanahusika na masuala yanayotakiwa kuwa ya urithi kwa vizazi na vizazi duniani waliamua kumtunuku nafasi hiyo kwamba muziki wake ni sehemu ya urithi wa dunia. Kama unavyoona maeneo fulani, mbuga fulani, hifadhi fulani, pamoja na yeye yupo ndani humo. Miongoni mwa nyimbo nyingi alizowahi kuimba nzuri na ambayo ilikuwa na nguvu sana inafahamika kama Exodus, ambao alikuwa anazungumzia movements. Anasema Exodus, movement of Jah people, yani namna ambavyo watu wanatoka kutoka eneo moja kwenda sehemu nyingine, ambayo inawezekana labda wao wanaamini ni bora zaidi na ikawa bora kweli, au pengine inawezekana wanaamini ni bora zaidi, pengine walikotoka ikawa ni bora zaidi. Inaitwa Exodus, na Exodus ni muktadha tu, unaweza ukauweka katika sehemu nyingi sana. Wana Israel kutoka Misri kuelekea Israel Kanani ni Exodus. Wanasiasa, wadau, makada kutoka CCM kuelekea sehemu nyingine ni Exodus. Kutoka Chadema kuelekea Chauma ni Exodus. Kutoka Chauma kwenda ACT ni Exodus. Kutoka Chadema kwenda ACT. Ni safari zote hizi, ni muktadha tu ndio unazitofautisha. Tupo na miongoni mwa watu ambao kwanza ni maarufu sana na mashuhuri sana kama wakili, ndio field yake ambayo inampa mkate wa kila siku. Lakini pia kwenye ulimwengu wa siasa pia jina lake limekuwa likitokea sana. Kama ni namba basi imekuwa ikiapia sana hapo. Anafahamika kama wakili Peter Madeleka, tuko naye hapa. Lakini mimi ni James Turpa, in case kama naamini ndio unaniona kwa mara ya kwanza. Nipo na Sam Nathaniel Sasali. Hapa tunapiga mdogo mdogo na mshikaji wetu, brother wetu Peter Madeleka, kwa ajili ya kujua vitu gani vinatokea. Alikuwa Chadema, ameelekea ACT Wazalendo. Kuna nini huko, kitu gani kimempeleka huko? Lakini pia kumbuka, huu ni mwaka wa uchaguzi 2025, tunaingia kwenye uchaguzi. Vitu gani vinatokea hapo kati? Kwa hiyo mengi sana mazuri utayapata hapa leo. Bwana brother, karibu sana. Asante sana. Nashukuru sana kuwepo hapa leo. Sijui ni kwa sababu mimi napenda mashati meupe au la, lakini naona shati jeupe limekupendeza bwana. Samu, unaionaje? Shati jeupe lenye logo au likiwa hatari na logo? Kwanza jeupe. Okay. Limempendeza. Afu likiwa na logo linaongezea. Rangi nyeupe huwa inasadifu vitu vingi sana. Katika mambo ya kiroho inasadifu utakatifu. Sawa. Watumishi wengi wanavaga kutumika pale nyeupe. Lakini mara nyingi sana shuleni inatengeneza equality. Naona moja hapo reflection of equality, rights. Lakini pia inatengenezaga sana muonekano, inatengeneza impression ya mtu mwenye akili. Nyeupe. Ukimwona mtu ampiga shati white ile vitu hivi, unaamini kichwa pia kwa fresh. Sasa ngoja aongee ndo utagundua kwamba tasema jamaa kavaa nadhifu afu mimi sana alivaa nyeusi anatengenezwa impression ya kuwa na akili. Most of the time nyeupe inatengeneza impression of understand, lakini mwisho wa siku gundua tofauti. Bwana kuna uhusiano tofauti kabisa nyeupe na akili. Nakumbuka miongoni mwa wanasiasa ambao walikuwa wanapenda sana kuvaa nyeupe ni mzee Lowassa marehemu. Yeye alikuwa anakula linen nyeupe tu. Anaweza akaiwekea logo hapa yani, lakini nyeupe. Lakini pia mzee Rostam naye anakulaga mashati fulani meupe tu. Naona bwana wao wanakulaga simple tu. Bwana brother, karibu tena kwenye seti ya 360. Nashukuru sana. Karibu sana bwana. Mara ya mwisho kijiwe kilichangamka hapa. Tulipata maarifa sisi, lakini pia wanaotazama walipata maarifa sana. Nashukuru sana. Sasa umerejea, lakini umerejea na koti lingine. Tuanzie kwanza hapo nadhani Sam, si ndio? Kwenye koti. Exodus. Ulikuja na koti la wakili, tukapiga mambo yanahusiana na wakili, mastori ya town mengi. Lakini sasa una koti lingine la ACT Wazalendo. Tuanzie kwanza kwenye akiwa ametokea Chadema. Akiwa ametokea Chadema.
tuanzie kwanza kwenye safari. Kipi kilikusukuma katika majira kama haya kutokea katika harakati za Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, the best option ikiwa ACT, wakati tumeona G55 wengi wameenda Chauma. Hii ilikuwaje? Choice ilikuwaje? Nini ulizingatia ukaona the right path, njia sahihi inaweza kuwa na ACT Wazalendo? Kwanza na washukuru sana watangazaji wa kipindi hiki cha 360 Clouds TV kwa kunialika leo na kuchagua mada kama hiyo, kwa sababu naamini kupitia kipindi hiki leo watu watafahamu mengi, watajifunza na itawasaidia sana katika ufuatiliaji wa masuala ya kisiasa, siasa ya nchi yetu, hasa katika kipindi hiki cha kuelekea kwenye uchaguzi mkuu. Nchi yetu Sam inatambulika kama ni nchi ya kidemokrasia inayofuata mfumo wa vyama vingi vya kisiasa, na jambo hilo linapatikana katika ibara ya 3, ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba nchi yetu ni ya kidemokrasia inayofuata mfumo wa vyama vingi vya kisiasa. Lakini kwenye ibara ya 18, ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Tanzania, Watanzania wamepewa fursa sasa ya kujiunga kwenye jumuiya zozote zile ambazo wao wanadhani zinaweza zikawasaidia kutimiza malengo yao, lakini kusukuma mbele maendeleo ya jamii na ustawi wa jamii kwa ujumla. Sasa katika kutimiza matakwa ya kikatiba ya kuwa na demokrasia, kwanza demokrasia maana yake nini? Demokrasia ni uhuru wa kuchagua na kufanya jambo lolote unaloona linakufaa bila kuathiri haki za watu wengine. Hiyo ndio demokrasia. Sasa tuna vyama vingi vya kisiasa. Tunavyo vyama 19 vilivyosajiliwa. 18 vya upinzani, kimoja ambacho ndio kinatawala, CCM. Sasa katika kutimiza matakwa ya kisheria, kwanza na mimi nilikuwa na haki kama Mtanzania mwingine yoyote kujiunga na chama chochote cha siasa. Kwa hiyo nilijiunga na Chadema mwaka 2023. Nikawa mwanachama wa Chadema. Na unapojiunga na chama chochote cha siasa, kwanza unadhani chama kinaweza kikakusaidia kuweza kutimiza malengo yako ya kisiasa kama mtu binafsi kwanza. Kwa sababu siasa ni maisha. Siasa ndio kila kitu. Siasa ni maji, siasa ni uchumi, siasa ni barabara, siasa ni ustawi kwa ujumla. Kwa hiyo nikajiunga na Chadema mwaka 2023 nikitegemea kwamba kinaweza kikawa ni chombo madhubuti cha kuweza kunipeleka kwenye malengo yangu binafsi, lakini na mimi naweza nikakisaidia katika kuweza kufikia malengo yake kama taasisi ya kisiasa ambayo ni kushika dola. Ndio malengo makuu ya taasisi yote ya kisiasa. Lakini kama ambavyo mtu ana haki ya kujiunga kwenye taasisi yoyote ile, anao pia haki ya kutoka. Na bahati mbaya au bahati nzuri, sheria zetu hazijasema wakati wa kutoka ni lini na wakati wa kuingia ni lini. Unaweza ukatoka wakati wowote na unaweza ukaingia wakati wowote. Ili mradi tu unafuata taratibu za kisheria zilizopo, taratibu za nchi, lakini pia taratibu za chama husika ambacho unajiunga nacho. Kwa hiyo mimi niliamua kujiunga na ACT Wazalendo kipindi hiki baada ya kuona kwamba ACT Wazalendo wana nia thabiti kabisa ya kuchukua dola. Nia thabiti kabisa ya kuchukua dola. Na ukishakuwa na nguvu za kidola ndio unaweza sasa ukawaletea watu maendeleo. Sasa njia sahihi ya kuchukua dola katika nchi yetu na nchi yoyote ile ya kidemokrasia inayofuata utawala wa kisheria ni kupitia uchaguzi. Kupitia uchaguzi. Na uchaguzi wetu sisi kama nchi unasimamiwa au unaanzia kwenye ibara ya 74 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio umeelezwa pale namna gani tutafanya uchaguzi, wakati gani na namna gani. Kwa hiyo baada ya kuona kwamba wenzetu wa Chadema wao kwa sasa hicho sio kipaumbele chao. Kipaumbele chao ni reforms, alafu ndio washiriki uchaguzi. Kwa hiyo kwa namna nyingine kama reforms zitafanyika, wao uchaguzi hawatashiriki. Sasa nikaona mimi lengo langu ni kupata madaraka. Madaraka ya kidola. Hasa kushiriki kwenye vyombo vya maamuzi. Maamuzi ambayo yanaathiri maisha ya watu. Na chombo hicho ni bunge. Sheria za nchi yetu zinatungwa ndani ya bunge na zinabadilishwa ndani ya bunge. Hakuna hata siku moja sheria ya nchi yetu imewahi kutungwa sokoni Kariakoo. Hakuna. Sheria zote za nchi yetu, ziwe mbaya ziwe nzuri, zinatungwa ndani ya bunge. Kwa hiyo namna ya kwenda kupata nguvu hizo za kidola ni kushiriki uchaguzi. Sasa najua
uchaguzi wetu umekuwa una matatizo kama zilivyo nchi nyingine. Hakuna nchi duniani ambayo haina matatizo ya kiuchaguzi kupitia sheria zilizopo. Kwa mimi nikaona njia nzuri ya kubadilisha hizi sheria ambazo zimekuwa ni kandamizi kwa miaka nenda rudi, zinatofautiana kiwango tu na ukubwa, ni kushiriki uchaguzi na kudhibiti wale ambao wanakwenda kuharibu haki ya watu ya kushiriki, kuchaguliwa au kuchagua, kuwadhibiti. Na unawadhibitije Sam? Unawadhibiti kwa namna wanavyokuja. Wizi wa uchaguzi uliofanyika mwaka 2020 ni tofauti kabisa na wizi uliofanyika mwaka 2015. Ni tofauti kabisa na wizi uliofanyika mwaka 2010. Ule wizi wa mwaka 2020 ulikuwa umevuka kiwango. Na bahati mbaya, kwa sababu hakuna mtu aliyetarajia katika wadau wa siasa kwamba wizi ungekuja kwa sura ile, walishindwa kuudhibiti. Matokeo yake CCM wakashinda kwa 99%. Kwa hiyo lile lilikuwa ni somo kwamba hawa jamaa sasa hivi wamesha advance, wamepiga hatua sana kwenye wizi wa uchaguzi. Kwa hiyo tunapaswa sisi wadau wa kisiasa ambao ni haki yetu kushiriki uchaguzi ambao ni wa haki. Ambapo ulikuwaje huo 20? Uchaguzi wa 20 watu wagombea walikuwa nakatwa tu kwa sababu ambazo hazina kichwa wala miguu. Kwa sababu unapomkata mgombea anayeshiriki uchaguzi, humuathiri tu yule mgombea, unawaathiri hata watu ambao walikuwa na haki ya kumchagua yule. Kwa hiyo kama ni shida za utaratibu, procedural problems, hizo shida hazipaswi kuathiri haki ya msingi ya wanaotaka kuchagua na wale wanaotakiwa kuchaguliwa. Kwa mfano, kukosea kuandika jina, hiyo ni procedure tu, ni utaratibu. Mwambie arekebishe jina lake hapo, ili wale ambao wamejipanga foleni kule kuja kumchagua waweze kutimiza hiyo haki. Sasa baada ya kupata somo hilo, nikaona chama ambacho kimejiandaa sasa kwenda kukabiliana na huo wizi kwa namna yote ile ni ACT Wazalendo. Kwanza kina uzoefu wa uongozi. Katika upande mmoja wa nchi yetu kwa maana ya Zanzibar, ACT Wazalendo ni washirika wa serikali ya mapinduzi, serikali ya umoja wa kitaifa. Kwa hiyo wanao huo uzoefu. Lakini katika ngazi ya halmashauri, ACT Wazalendo imewahi kuongoza halmashauri ya manispaa Kigoma Ujiji mwaka 2015 mpaka mwaka 2020. Wakachukua manispaa yote ile wakaiongoza wao. Na wameacha alama. Na nadhani kama kuna somo ambalo halmashauri nyingine wanapaswa kwenda kujifunza namna gani ya kuweza kuongoza na kuleta maendeleo kwa watu, ni Kigoma Ujiji, manispaa ile ilikuwa kiongozwa wakati ule na ACT Wazalendo. Kwa hiyo nadhani kwa kifupi, kwa swali ambalo umeniuliza kwamba kwa nini nimeamua kwenda ACT wakati huu, ni kwamba ndio chama kilichojiandaa na chama ambacho tayari kimeshaweka misingi ya kushiriki uchaguzi na kushinda uchaguzi, kwa sababu kina uungwaji mkubwa sana mkono na kutoka kwa wanachama. Mimi nimekusikiliza vizuri sana, lakini kabla Samu hajaendelea, unajua uzuri wewe ni mwanasheria, wakili. Neno thabiti, yani kwamba kwa mtazamo wangu na utashi wangu na ufuatiliaji wangu, nimegundua kwamba ACT Wazalendo wana nia thabiti ya kuchukua dola, tofauti na nilipotoka. Yani tofauti yake ni ipi sasa? Uthabiti wao, kwa nini hawana uthabiti? Dola unaichukua kupitia uchaguzi. Ukichukua kwa njia nyingine, hiyo ni jinai. Maana utakuwa umefanya mapinduzi, utakuwa umeingia kwa njia ambazo hata ukiiba uchaguzi unakuwa umeshika dola kwa njia ambayo sio halali. Sasa ACT Wazalendo yenyewe inaamini kwamba kuchagua na kuchaguliwa, hiyo ni haki. Ni haki yako. Na kupitia uchaguzi na namna ambavyo utakuwa umefanya maandalizi na kutokana na ukweli kwamba unaungwa mkono, utachukua dola. Sasa kuna changamoto zipo ambazo zinaweza zikapelekea hiyo nia thabiti hiyo, pamoja na vigezo vyote ambavyo nimevitaja, isiweze kupatikana hiyo nia. Matatizo mmoja hapo ambayo yapo katika zoezi hilo ni wizi wa kura, uchaguzi kutokuwa huru na haki, watu kujifanyia mambo kinyume na utaratibu. Kwa mfano, kwenda kurudisha fomu kwenye ofisi ya msimamizi wa uchaguzi, alafu usimkute wakati ambapo anatakiwa kuwepo kwenye ofisi ile ili apokee zile fomu. Hiyo sio kwa mujibu wa sheria. Ni yeye tabia zake tu binafsi ambazo ni utovu wa maadili ya kiuchaguzi, utovu wa maadili ya kidemokrasia. Kwa hiyo sasa sisi tutadhibiti hiyo. Kwa hiyo ndio maana kukujibu swali lako kwamba nia thabiti hiyo nia gani kilinganisha na huko. Hawa wenzetu wenyewe wamesema
uchaguzi hawatashiriki na watauzuia kama mabadiliko kwenye sheria za uchaguzi hayatafanyika. Sasa swali, mabadiliko ya sheria za uchaguzi yanatakiwa yafanywe na nani na yanatakiwa yafanyikie wapi? Ukiangalia uhalisia ni kwamba sheria zinatungwa bungeni na mabadiliko ya sheria zote huwa ni bungeni. Bunge ambalo limebakiza nadhani wiki kadhaa tu lifikie ukomo wake kwa mujibu wa sheria. Na hakuna namna nyingine yoyote ile utakayoweza kwa sheria zilizopo kulifanya ili bunge liendelee kuwepo mpaka mwezi wa 8. Hakuna hiyo sheria ya hivyo. Na kama itatokea hilo bunge likaendelea kuwa hai mpaka mwezi wa 8, hilo bunge litakuwa ni batili kuanzia siku ambako litajiongezea huo muda. Hata huyu rais ana ukomo wake. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafikiri njia sahihi ni kutekeleza kile ambacho katiba na sheria zimetupa haki. Haki gani? Tushiriki. Lakini tunaendaje kushiriki uchaguzi ambao tunajua kuna vitabia fulani ambavyo sio vya kisheria vimekuwa vikitawala zoezi la uchaguzi? Sisi tujipange kwenda kudhibiti. Kwenda kudhibiti uhalifu au jinai aina yoyote ni wajibu wa kila mtu chini ya ibara ya 26 ibara ndogo ya pili ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwamba Sam, unapoona katiba ya nchi inavunjwa, unapoona sheria za nchi zinavunjwa, wewe kama Mtanzania bila kujali nafasi ulionayo unao wajibu wa kuzuia huo uhalifu usifanyike, sheria isivunjwe. Kwa hiyo sisi kama ACT Wazalendo tumeandaa wanachama wetu, wapenzi wetu, mashabiki wetu kwa kuwafundisha kwanza kwamba wajibu wao kwenye uchaguzi huu unaokuja ni upi, kipi wanapaswa kufanya, alafu waende wakafanye kuzuia uhalifu wa aina yote ili kuupa sifa uchaguzi wetu. Kuukimbia uchaguzi, kutokushiriki uchaguzi hakutoi majibu ya changamoto zilizopo kwenye uchaguzi wetu. Sana sana natoa baraka na kibali kwa wale ambao wanatunga sheria za ovyo ovyo, wanafanya mambo ya ovyo ovyo, waendelee kuwepo madarakani. Na uwezekano wa kuzuia uchaguzi haupo, asije akakudanganya mtu Sam. Asikudanganye mtu. Kwa sababu kwanza kuzuia uchaguzi ni jinai. Kuzuia uchaguzi ni jinai. Kwa sababu uchaguzi ni unatoa haki ya mtu yoyote yule kwenye nchi yetu mwenye sifa kushiriki, kuchagua na kuchaguliwa. Kumzuia huyo mtu asiende kufanya huo wajibu wake, unafanya jinai bila kuwa na kisingizio chochote. Na ukifanya jinai, katiba yetu inasema chini ya ibara ya 13 ibara ndogo ya kwanza kwamba watu wote ni sawa mbele ya sheria. Kwa hiyo ukivunja sheria kwa sababu yoyote ile unayojua wewe ambayo ni kinyume cha sheria, unakuwa umefanya kosa. Sasa sisi ACT Wazalendo hatutaki kuwa sehemu ya kufanya makosa kwa kuvunja sheria ambayo inatoa haki ya watu wengine kushiriki uchaguzi. Lakini tunajua tuna sheria inayotupa sisi haki na wajibu kuzuia uhalifu kwenye uchaguzi. Ikibidi kwenda kufia kwenye vituo vya kupigia kura kwa kuzuia huo uhalifu, tuko tayari kufa na tutaungwa mkono kwenye hilo, kwa sababu tutakuwa tunatimiza wajibu wetu kama wazalendo kuzuia uhalifu kwenye vituo vya kupigia kura. Hatutaruhusu kura feki ingie. Hatutaruhusu msimamizi wa uchaguzi kwenye kituo akae na matokeo zaidi ya muda ambao amepewa kisheria bila kuyatangaza yale matokeo. Hatutaruhusu. Watu watatimiza wajibu wao, na tuko katika kampeni ya kutoa hiyo elimu ya uraia. Na kwa taarifa yenu tu, kwa sababu na nyinyi waandishi wa habari ni watu wadau muhimu sana kwenye zoezi la uchaguzi. Sisi kama chama kwenye jimbo la Kivule tumeandaa semina kwa ajili ya kutoa elimu kwa polisi na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Yaani chama mmewaandalia semina wajue umuhimu wa huu uchaguzi na wajue umuhimu wa thamani ya kura yao, kwa sababu na wenyewe watapiga kura. Polisi watapiga kura. Kwamba wewe polisi, wewe ukiharibu huu uchaguzi huu ndio unajihakikishia maisha magumu ambayo unayo mpaka leo, kulala kwenye nyumba za mabati, kulipwa mshahara mdogo, mambo ya mavikokotoo haya, unafanya kazi miaka 30, mwisho wa siku unakuja kulipwa hela ambayo haitoshi hata kuishi miezi mitatu. Kwa hiyo timiza wajibu wako kama polisi, linda uchaguzi. Vurugu zisitokee, haki iwepo, amani iwepo. Wewe msimamizi wa uchaguzi, wewe huu uchaguzi huu sio kwa ajili yetu sisi tunaoshiriki kugombea au kupiga kura. Ni kwa ajili yako pia wewe kubadilisha maisha yako. Hiyo semina tutaitoa. Na nyinyi tutawaalika mje. Sawa. Bwana Peter, moja kati ya mambo ambayo sio betting
ni mambo ya analysis, ni kuchagua jimbo la kwenda. Bora umeenda Kivule. Kwanza kwa watu wasiofahamu, mimi wakati naanza maisha napiga hatua za kimaendeleo kwenye maisha binafsi, kwa maana ya kutoka kwenye nyumba ya kupanga na kuhamia kwenye nyumba ambayo nimejenga mwenyewe, na achana na masuala ya baba mwenye nyumba, masuala ya kodi. Nyumba yangu ya kwanza nilijenga kwenye jimbo la Kivule, kwenye kata ya Msongola, sehemu panaitwa Mbondole. Kwa na nyumba yangu kule, ni mkazi wa kule. Na hata wakati nahama Dar es Salaam na kwenda Arusha, nilihama nikitokea kule. Kwa hiyo changamoto za jimbo lile la Kivule, sasa jimbo jipya, nazijua na nimeziishi, sio kwa kuhadithiwa. Bahati nzuri, kuna ile methali inasema anejua namna kiatu kinavyobana ni yule ambaye amekivaa. Kwa hiyo mimi shida za Mbondole sihadisiwi, shida za Kivule za kitu imemnyeshea. Sasa kwa nini sikwenda Tabora ambako ni kiasili ndio kwetu, ndio ardhi ya mababu zangu, Tabora mjini pale. Nimepima changamoto katika huduma za kijamii zilizoko jimbo la Tabora mjini ni ndogo sana na himilivu ukilinganisha changamoto za huduma za jamii zilizopo katika jimbo la Kivule. Kwa machaguo ambako ni kugumu sasa. Kugumu zaidi, ili nikawasaidia watu wanaohitaji msaada zaidi. Yaani lazima uwe ili uwe mzalendo, mpenda haki. Unapoletewa watu wawili wana matatizo, lazima utoe kipaumbele kwenye yule ambaye ana tatizo zaidi, yuko kwenye hatari ya kufa zaidi. Kwa hiyo jimbo la Kivule ambalo lina kata 6 ni jimbo ambalo kwa kweli limebarikiwa shida kwenye hii nchi. Shida za kila aina unazozijua wewe ziko pale Kivule. Kama barabara, yaani mvua ikinyesha unaweza ukaonea ulimo ukafikiri hawa wananchi hawa sio watu wa Dar es Salaam na sio watu wa Tanzania. Hakuna mradi wowote wa maendeleo uliotajwa kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi 2025 umefika Kivule, hakuna. Na ndio maana nakusudia kumwandikia barua mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kumwandikia barua kumuomba kwamba mwana CCM yoyote ambaye atakuwa na ujasiri wa kuchukua fomu na kushiriki uchaguzi kwenye jimbo la Kivule kwenye ngazi ya udiwani na ubunge, kwa kuwa tutawashinda hao wana CCM, Rais Samia wafikirie kwa ujasiri wao, kwa sababu ni aibu. Yani katika hali ya kawaida huwezi kutarajia mtu aende akaombe nafasi ya ubunge au udiwani kwenye jimbo la Kivule kutoka Chama cha Mapinduzi. Yani unakaa unajiuliza, hivi huyu hao wametufanyia nini sisi katika kipindi chote hicho walichokaa madarakani? Yani kwa mfano, kutoka wakati wa mvua, kutoka Kitunda uje Banana wakati wa mvua, bodaboda ni shilingi 3000 kwa mtu yoyote, na hizo bodaboda zenyewe ni za kugombania, kwa sababu barabara ni mashimo, ni madimbwi, ni mabwawa. Sasa familia kwa mfano ina watoto 3 wanasoma shuleni, na nauli ya kila mtu kutoka tu pale Kitunda kuja Banana ni shilingi 3000 kwenda na kurudi. Kama una watoto 3 wanasoma shule, maana yake shilingi 9000 na kurudi 9000, 18000. Kwa uchumi gani tulionao? Kwa hiyo nilipima vyote hivyo pamoja na vingine ambavyo sijavitaja hapa kwa sababu muda utoshi. Nikaona nikienda Tabora nitakuwa ni mbinafsi sana. Utafuta ganda la ndizi. Yaani nitakuwa natafuta ganda la ndizi, alafu hata uwezo wangu wa kiuongozi hautaonekana kule Tabora. Utaonekana kwa sababu wanasema shida ni kipimo cha akili. Namna ambavyo unaweza kukabiliana na shida ndivyo watu wanavyoweza kupima uwezo wako wa kiakili na uwezo wako wa kitendaji na uwezo wako wa ujasiri. Kwa hiyo nimesema nataka nikawaonyeshe mfano pale kwenye jimbo la Kivule. Na bahati nzuri huu ni ukweli ambao uko wazi kabisa. Unajua sisi washindani wetu wa dhati kabisa, washindani wetu wa dhati na ambao ndo tumefocus kupambana nao usiku na mchana, tunatafakari tutawashinda namna gani CCM. Au wengine sisi hatuwezi kushindana nao. Hizo level sisi tulishavuka. Sasa CCM wamegundua kwamba sisi tutawashinda pale, na hawakutaka kuchukua hiyo riski ya kuliacha jimbo la Ukonga libaki kama lilivyo. Wakaamua waligawe. Yaani wachukue nusu mkate. Baki na Ukonga, alafu kwenye shida watu wachie sisi ambao tumezoea
matatizo. Unajua mimi ni Mnyamwezi kikabila. Mzigo mzito. Na mzigo mzito huwa anapewa Mnyamwezi. Kwa hiyo wananchi wa jimbo la Kivule watanipa huo mzigo ni ubebe ili niweze kuwapunguzia maumivu. Kwa hiyo nadhani kwenye swali ambalo umeniuliza kwamba kwa nini nimechagua Kivule na sio Tabora mjini, Kivule ndio jimbo linaloongoza na limebarikiwa shida kuliko jimbo lolote lile hapa Tanzania. Barabara ya kwenda Kitunda, barabara ya kwenda Msongola mpaka Mbondole kule, barabara kwenda Majoe zina tuseme lami kama ulimi, yani zina hapa mwanzoni kidogo, kule mbele kule ni changamoto. Ukitoka hii kwenda Kivule mpaka Matembele ya pili kule kwenye kituo cha polisi ni mahandaki. Kwa nini kule kumesaulika? Wakati mimi nadhani jiji la Dar es Salaam linakuwa kwenda kule ni nyumba za Mbondole, wapi Msongola huko. Kwa nini kule kama kumesaulika? Ni mbali sana ama ni kwamba kuwa na watu wanaweza kupazia sauti maeneo hayo, au kuna mtu ambaye alikuwa ame-experience hizo shida kwa hiyo hawezi kuziongelea? Unajua CCM inadharau sana kwenye nchi. Ukisema pamesaulika, mbona wanachukua kodi kule? Hakuna mwananchi yeyote anayekaa kwenye jimbo la Kivule ambaye alipi kodi. Akinunua sabuni analipa kodi, akinunua luku analipa kodi, akinunua chochote kile analipa kodi. Kwa nini wasisahau kwenda kuchukua kodi zao kule? Ni dharau. Tunawaona watu wanaokaa kule ni watu wa daraja la 4. Daraja la 4 kwenye jamii. Na la pili ni ile kwamba wamekosa watu wa Kivule wengi walikuwa ni wabinafsi kwenye masuala ya uongozi. Yaani wale ambao walibahatika kupewa dhamana ya kuliongoza lile jimbo, kwa sababu kuna nyakati tofauti jimbo lile limewahi kushikiliwa na wapinzani, jimbo la Ukonga lilivyokuwa Ukonga. Lakini wale ambao waliaminiwa na kupewa hiyo dhamana hawakuwa waaminifu kwa wananchi wa Kivule ambao ni wengi sana, kwa maana ya kupiga kura ni wengi mno. Sasa mimi nimeona nikiacha hii hali na mimi na makazi yangu kule nitakuwa sijitendei haki mimi mwenyewe. Kwa hiyo kipaumbele changu cha kwanza ni kuhakikisha kwanza jimbo la Kivule linakuwa kama Mbweni. Ushafika Mbweni wewe? Nataka kule mkeka kule kwa. Nataka kuna miundombinu ambayo majimbo mengine au hata nchi jirani waje wafanye utalii. Waje kujifunza utalii wa barabara. Barabara zinatakiwa ziweje? Watu wa Kivule ni Watanzania kama walivyo Watanzania wengine, wanastahili kuishi maisha bora kabisa. Tulishapata uhuru, lakini ukienda kwa utafikiri bado tuko enzi za mkoloni. Hakuna shule, hakuna huduma za afya, umeme ndio kabisa. Watu wanapata shida, utafikiri sijui wamemkosea nini Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo safari hii nadhani hizi shida zitakuwa ni historia. Lakini nasema kama ambavyo serikali haijasahau kwenda kuchukua kodi, sisi tukiingia bungeni haitasaulika hiyo. Wakija kuchukua kodi, wakisha hiyo kodi inatumika kutuletea maendeleo, kwa sababu kuchukua kodi ya mtu afu usimletee maendeleo ni sawa sana wizi, kama ulivyo wizi mwingine. Unachukua hela ya mtu unamuahidi, kwa sababu serikali tumeipa dhamana ikae madarakani ili kupitia kodi zetu ituletee maendeleo. Sasa sisi tunalipa kodi vizuri tu. Ukienda kwenye halmashauri ya manispaa ya Ilala ambako ndo jimbo la Kivule linatokea pale, utaona moja kati ya majimbo ambayo yanachangia ukuaji au yanachangia pato la taifa kwenye halmashauri. Pato kubwa linatoka kule. Kule kuna wafuga kuku hajatokea duniani. Kuku wa mayai, kuku wa nyama kule kwenye jimbo la Kivule. Lakini nenda kaangalie ufugaji huo wa kuku na ambao ndio umekuwa tegemeo kubwa kwenye kitoweo cha kuku pamoja na mayai, hakuna return ya kimaendeleo kwa watu wetu. Sasa sisi tunataka uchangiaji wa pato la taifa kupitia shughuli zetu mbalimbali za kiuchumi kwenye jimbo la Kivule uendane na uboreshaji wa miundombinu na huduma nyingine za kijamii. Umesema vizuri sana kwamba ikitokea umefanikiwa kuingia bungeni, wana Kivule wakikupa ridhaa hiyo, kodi lazima iendane na matarajio na miundombinu. Kwa maana utaikomalia hiyo serikali ihakikishe kwamba inawaletea maendeleo wana Kivule. Una maana haitakuwa serikali ya ACT? Serikali ni ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ticket. Na serikali inapoingia madarakani
inawajibika kuhudumia Watanzania wote bila kujali itikadi zao za kisiasa. Kwa hiyo mtu akisha kuchaguliwa kushika madaraka, anakuwa hawahudumii wale waliomchagua tu, anaihudumia jamii yote inayomzunguka. Na ndio maana kwenye kulipa kodi hatuulizani itikadi za kisiasa. Yes. Kulipa kodi unalipa kama wewe ni Mtanzania na uko ndani ya Tanzania, unatakiwa kulipa kodi. Na kodi ndio inayoleta maendeleo. Sasa ndio maana nikasema kwenye jibu langu la awali kwamba kama tunalipa kodi vizuri, Yes. kwa nini hiyo kodi yetu haituletei huduma tunazozihitaji? Kwa hiyo serikali inawajibika kwa wananchi wote. Serikali ya Jamhuri ya Muungano. Ya ACT, CCM, Chadema. Serikali ni ya Jamhuri ya Muungano. Kwa maana ya tickets, kuna vyama ambao wakishachaguliwa, serikali ikishachaguliwa, serikali haina chama. Ndio maana watendaji wa serikali hawataki kuwa wanasiasa. Yes. Watendaji wa serikali. Kwa hiyo serikali ikishachaguliwa inakwenda pale kusimamia na kutekeleza mpango wa maendeleo wa taifa. Sawa sawa. Ambao unajadiliwa na kupitishwa ndani ya bunge na unatengewa bajeti. Kwa hiyo mimi kazi yangu itakuwa ni kuhakikisha kwamba jimbo la Kivule kama zilivyo sehemu nyingine za nchi yetu zinapangiwa bajeti itakao kwenda kutekeleza miundombinu na huduma nyingine za kijamii kama ambavyo bunge limepitisha, lakini kama ambavyo imeainishwa katika mpango wa maendeleo ya taifa. Sawa sawa. Kumekuwa na utaratibu wa mchujo, filter kwenye vyama vingi sana kwenye kugombea hizi nafasi, ambao unaanzia kwanza ndani. Tusaidie kidogo elimu kwa upande wa ACT. Ndio. Unafanyika pia hivyo, kuna ile kura za maoni, lakini hilo moja. Mbili, kumekuwa na kasumba kwamba sisi tulikuwepo bwana kwenye hiki chama, lakini tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu ambapo kuna nafasi zinatengenezwa, kuna watu wamekuja maarufu ambao wana majina, wameingia moja kwa moja na ni kama wanaelekea kupewa hizo nafasi za kugombea. Hiyo unaiona au hautarajii kiwepo hiyo? Tuanzie kwanza kwenye aina ya upitishwaji, maana umesema kwamba yani umejitanguliza kabisa kwamba Kivule pale nitawasemea, nitawapambania. Mchakato huku kwanza unakuwaje? Kwanza chama chetu ni chama ambacho kina hubiri na kuiishi demokrasia. Sawa. Mwanachama yoyote akishajiunga, aidha amejiunga leo, kajiunga juzi, atajiunga kesho, akishakuwa mwanachama, anakuwa na haki zote kama mwanachama mwingine yoyote ndani ya chama. Ana haki ya kushiriki shughuli za ujenzi wa chama, ana haki ya kugombea nafasi yoyote ya uongozi katika chama, ana haki ya kuchagua viongozi wa chama, ana haki ya kushiriki chochote kile ambacho kinahusu ustawi wa chama. Kwa hiyo kujiunga leo na kujiunga jana na kujiunga kesho kutwa, hiyo sio kigezo cha kumfanya mtu apewe uongozi au anyimwe. Kinachokufanya upewe uongozi ndani ya ACT Wazalendo ni uwezo wako na nia madhubuti ya kukitumikia chama kwa maslahi ya taifa. Sasa wameweka utaratibu ndani ya chama kwamba wote ambao wanataka kushiriki zoezi la kuchaguliwa au kupewa dhamana kwa tiketi ya chama chetu, kwa madiwani, wabunge au rais, wachukue fomu. Utaratibu umewekwa na uliisha tarehe 31 mwezi Mei, lakini chama kimeongeza tena mwezi mmoja kwa sababu ya kuna baadhi ya majimbo ambayo ni mapya. Kwa hiyo lazima kuna taratibu zingine za kichama zifanyike ili kuweza kuweka structure za chama na mazoezi yao ya kuchukua fomu yaweze kuendelea. Kwa muongeza tena mwezi mmoja. Kwa hiyo yoyote mwenye nia ya kugombea kupitia tiketi ya ACT Wazalendo anaruhusiwa kwenda kuchukua fomu kwa utaratibu uliowekwa. Halafu baadaye vikao vya maamuzi vya chama vinakaa ili kuweza kuangalia hao waliojitokeza wakaweka nia kama wanakidhi vigezo ya kupeperusha vyema bendera ya chama chetu katika uchaguzi, sababu katika uchaguzi mkuu tutakutana na washindani wetu. Sasa huwezi tu kuweka mtu bila kuzingatia upinzani tutakao kwenda kukutana nao, kwa sababu lengo la kushiriki uchaguzi ni kushinda, sio kwenda kusindikiza wengine au kutimiza wajibu, ni kushinda. Sasa moja ya kigezo cha kushinda ni aina ya wagombea unaowaweka, ubora wao ukoje, wanawezaje kupambana kwenye uchaguzi wakashinda. Kwa hiyo taratibu za kupata wagombea zitafanywa na of course zimeshaanza kwa maana ya wagombea wenyewe kualikwa kwenda kuchukua fomu,
lakini vikao vya chama vitakaa sasa baada ya zoezi hilo kufungwa na kupitia fomu ya kila mgombea, kumjadili sifa zake, uwezo wake, uaminifu wake, uadilifu na uzalendo kwa chama na kwa taifa. Baada ya hapo maamuzi yatafanyika. Sasa chama kikiridhika, chama kikiridhika kwamba ninafaa kukiwakilisha kwenye uchaguzi, kwa sababu nchi yetu haina utaratibu wa mgombea binafsi. Nchi yetu inasema ili uweze kuchaguliwa katika nafasi za uongozi za kisiasa ni lazima udhaminiwe na chama. Sasa chama kikiona ninafaa, kikaniamini, nitakwenda kutimiza yale ambayo nimeyasema. Lakini pia kama ikionekana kwa mchakato wa kidemokrasia wako wana ACT wengine wenye sifa zaidi kuliko mimi, tutawaunga mkono hao ili chama chetu kiweze kupata viongozi bora watakao kwenda kutuwakilisha vizuri huko kwenye vyombo vya maamuzi. Kwa hiyo la kwanza kuhusu utaratibu wa kupata wagombea ndani ya chama chetu. Sawa. Kuna swali lingine uliniuliza nadhani. Swali lingine ni ambalo limekuwa likijitokeza la visununu. Yaani kwamba kuna baadhi ya maeneo mtu akiingia, nadhani pia umeshalijibu kwamba huyu bwana sisi tumekaa kwenye foleni hapa. Huyu amekuja ameingia sasa hivi na hii movement ameingia tu tayari ametokea pale mbele. Kwa watu kama wanakuwa wanarudi nyuma kwenye kukupa ushirikiano, wanakuwa kama hawatoi ushirikiano kwa asilimia zote. Nadhani umelizungumzia hapo. Labda niongeza kwenye hilo tu. Moja kati ya vitu vinavyovutia watu wajiunge na ACT Wazalendo ni demokrasia iliyopo ndani ya kile chama. Na ndio maana ili kujiimarisha, chama chochote cha siasa ili kijiimarishe kinahitaji watu ambao ni wanachama. Sasa huwezi kuwapata wanachama wapya wajiunge na wewe kama wakiangalia utaratibu wa ndani ya chama chako wa namna kwa mfano ya kutoa nafasi za uongozi ni wa kiupendeleo, ni wa kibaguzi, huwezi kuwapata. Lakini unaona mamia kwa maelfu ya watu kila siku, na hata leo utaona kuna watu wanakwenda kujiunga pale. Fuatilia tu baadaye matangazo utaona. Wanakwenda kujiunga kwa sababu wanaamini hakuna ubaguzi. Aliyekuja leo ni sawa sana yule ambaye alikuwepo wakati chama kinaanzishwa. Kwa hiyo akitimiza vigezo, akitimiza masharti, akiwa na sifa, kwa kufuata utaratibu uliopo ndani ya chama, atapewa nafasi anayoitaka. Kwa hiyo masuala sisi ndio wenyewe tutajiwekea wigo tu, hakuna wengine kufika hapa. Labda kwenye vyama vingine sio ACT. Moja kati ya vitu ambavyo kwenye vyama wamejipambanua mapema ni ACT Wazalendo. Yaani ACT Wazalendo mgombea rais anajulikana, mgombea sijui ubunge Kinondoni anajulikana, Kivule alionyesha nia yani na ni kiroho safi tu yani kwamba huu utaratibu umekuwa ukienda. Ni kazi ya wapinzani sasa wao kusema bwana pale kwa madereka. Tuna mtu sisi wanaweza kupambana na madereka, maana tena hapo watakuwa tu waangalie tu uwezo wa mtu ndani ya chama. Na pia anaenda kupambana na mtu ambaye tayari kwenye chama ameaspire kwenda kuonyesha kule. Nyie muogopi hilo jambo kwa sababu pengine nilikuwa nadhani nyingi tutakaa msubiri kwamba sisi mweka nani? Sasa mweka fulani. Madaraka ndio kupambana naye. Nyinyi mmesha set mapema bwana sisi rais Dorothy. Sijui Kivule tunataka bwana madaraka amesha aspire kwenda. Aende. Wakati hujui sisi ataletwa nani? Watu tu wako. Amuogopi kwamba wenzetu bwana watakuja na manyundo au magreda watatungongoa. Hilo nyinyi aliwatisha. Kwanza nimekwambia kipaumbele chetu sisi ni kupambana na mpinzani wetu mkuu ambaye ni CCM. Na huyu mpinzani wetu mkuu sisi kwetu ni mwepesi. Kama kila mwanachama mpenzi na mshabiki wa ACT Wazalendo atatimiza wajibu wake kwenye uchaguzi kuhakikisha kwamba uhuni haufanyiki. Yaani huyu sisi CCM huwa tunajipigana. Sawa Lakini la pili, hao uliowataja au hili zoezi linaloendelea katika chama chetu, zoezi la kutia nia, bado watu hawajapitishwa rasmi kuwa wagombea kwamba ndio watashika bendera ya chama. Ni zoezi la kuwakaribisha au kuwaalika wanachama wetu wanaotaka kugombea wachukue fomu ya kugombea ili chama kipate nafasi ya kukaa na kuwajadili. Kwa hiyo bahati nzuri kwenye nafasi ya urais kwa mfano Dorothy Sem ambaye ni kiongozi wa chama amechukua fomu, lakini sio kwamba ndio mgombea, kachukua fomu. Anasubiri mchakato mwingine wa kujadiliwa ndani ya chama na kupitishwa kama itaonekana anafaa. Na bado zoezi hilo liko wazi, limeongezwa kwa muda wa mwezi mmoja. Kwa hiyo wanachama wengine wako huru wenyewe kwenda kuchukua fomu kuomba hiyo ridhaa ya chama kwenye kiti cha urais. Kwenye ubunge pia kadhalika. Majimbo kadhaa mengi watu wameshachukua fomu. Kuna watiania zaidi ya mmoja wata. Kwa hiyo tunaogopa vyama vingine. Sisi hakuna chama tunakiogopa. Yaani kwa namna ambavyo tuko makini, tumejiandaa, ubora wa wanachama wetu ambao wanataka kugombea hizo nafasi unajieleza wazi kutokana na historia zao kwenye mapambano mbalimbali ndani ya jamii.
Bahati nzuri ACT wamekuwa wajanja sana. Yaani chama kinachukua watu ambao wanakuja kuongeza mtaji kwenye chama, wanakuja kuchangia kukikuza chama. Sio chama ndio kimkuze mtu, kimpe mtu jina. We jenga jina lako kwanza. Tunakuangalia kule kabla ya kuja kwetu. Uliifanyia nini jamii? Ukija kwetu unakuwa ni asset, sio liability. Sasa ACT imefanikiwa hivyo kwa pande zote mbili, na nikwambie ACT Wazalendo ndio chama cha kwanza cha upinzani Tanzania kwa kuwa na nguvu kwenye pande zote mbili, kwa kuwa na uwepo kwa pande zote mbili. Kuna vyama vimekuwa maarufu kweli kwenye kati tofauti, lakini unakuta ni upande mmoja wa muungano, aidha Tanganyika au Zanzibar. Lakini sasa hivi ACT ukija Tanganyika kipo, kinafanya shughuli zake za kisiasa zinaonekana, ndio maana kinajadiliwa kwenye majukwaa tofauti tofauti. Ukienda Zanzibar kipo, kwa maana ya Unguja. Ukienda Pemba kipo. Nitajie wewe chama kingine cha aina hiyo ambacho kina nguvu. Yaani ukienda kwa mfano Zanzibar ukikitaja iko chama kipo cha upinzani. Vyama vingine vinaishia tu hapa Pambagala hapa sijui wapi hapa Msongola si wapi huko. Ukivuka tu useme uende kule Chake Chake uwezi kukikuta iko chama. Kipo jina tu. Lakini sisi tumejitahidi walau kwenye kila kata, kila kijiji tupo, kila wilaya, kila mkoa tupo. Kila upande wa muungano tupo. Sasa chama hichi kinahitaji tu kuungwa mkono zaidi na Watanzania wanaotaka mabadiliko na ambayo hayako mbali sana. Na kubwa zaidi ambalo ni la muhimu, miongozo yetu ya chama imesisitiza kwa wanachama wetu na wapenzi wetu kwamba ACT Wazalendo sio chama cha matusi, sio chama cha kutukana watu. Mabadiliko, maendeleo, sijui changamoto zozote zile tunazotaka kuziondoa kwenye nchi yetu haziondolewi kwa kutukana watu, kwa kubeza watu. Kwa sababu falsafa ya chama chetu ambayo inapatikana katika ibara ya 4 ibara ndogo ya pili ya katiba ya ACT Wazalendo ya mwaka 2015 toleo la mwaka 2024 inasema kwamba siasa ni maendeleo. Na kwenye kuifafanua hiyo falsafa unakuta pale tunaamini kwamba binadamu wote ni sawa, kila mtu ana haki ya kutoa maoni yake, kila mtu ana haki ya kuheshimiwa. Yaani kimsingi zile haki za msingi za binadamu ambazo ziko katika tamko la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa la mwaka 1948 ambazo zimenakiliwa kwenye katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni sehemu ya falsafa ya ACT Wazalendo. Usitukane watu, shawishi watu wajiunge na wewe. Wakikukimbia manake hujawashawishi vizuri. Wasipojiunga na wewe manake bado hawajakuelewa. Kwa kazi yetu sisi kama wanachama, kama makada, kama viongozi wa chama ni kuhakikisha kwamba tunahubiri kwanza utu. Huwezi kuwa chama cha kutukana watu tu. Yaani wewe mtu anayetofautiana na wewe kimawazo adui yako. Sasa utakuwa na maadui wangapi? Kuna msemo mmoja unasema kama unasafiri alafu kila unapokutana na mbwa anayekubwekea unasimama kumrushia mawe, utafika. Chagua adui. Sisi tumechagua adui. Adui yetu sisi ni CCM. Ndio anayetusababishia haya matatizo yote. Sijui utekaji, mauaji, sijui watu kupotea, sijui shida ngumu, ajira hakuna, elimu sijui haina ubora na vitu. Anayetuletea yote hayo sio wewe Sam. Ni CCM. Sasa tuko focused kwa sababu tumeshamjua adui. Na huyo adui hatupambana naye kwa matusi. Tunapambana naye kwa sera, tunapambana naye kwa itikadi, tunapambana naye kwa falsafa, tunapambana naye kwa hoja. Na tutamshinda. Kwa hiyo tunataka kwa chama cha mfano. Upo mtazamo. Ndio. Mtazamo wa tafsiri katika jamii. Ndio. Kwamba ACT mwanangu ile magumasha tu bana. ACT ni CCMB. Sawa. Unanielewa? Sasa. Kuna watu wamejigroup katika jamii kwamba wao ndio wapinzani. Ndio. Na ikitokea hata Peter umeondoka kwenye chama chao kwenda chama kingine, ndio jina baya utapewa. Ndio. Peter msaliti, hakuwa chochote, kwanza kajiunga juzi tu hapa. Tulijua tu. Endelea hapo. Kaenda chama gani? Kaenda ACT Wazalendo. Ile ni CCMB, hamna atakachokifanya kwa sababu ni mule. Wakati nyinyi mnajitabanaisha huku kwenye jamii kwamba sisi tuna uhakika tutatoa CCM pale. Na kuna watu ambao wanaamini kwamba hakuna mtu mwingine ambaye ndio CCM isipokuwa wao. Ndio. Hii mtazamo nyinyi mnaupokeaje? Huo mtazamo ni mtazamo potofu sana. Mtazamo potofu kwa sababu kwanza sio sifa kuwa chama kikuu cha upinzani, sio sifa. Ukiwa chama kikuu cha upinzani na mtu mwingine ambaye ni chama cha upinzani, yani yote hadhi yenu ni ile, yote ni wapesi, hamna dola. Hamna dola. Sasa ukimwona mtu ana mitazamo kama hiyo, kuzalau wenzake, kubeza wenzake,
kujiona yeye ni bora zaidi wakati yeye bado ni mpinzani tu, hana dola yoyote. Yaani kwa mfano CCM inavyoishughulikia ACT ndio namna ile ile inayoshughulikia iko chama kinachojiita kikuu cha upinzani. Kwa hiyo sio sifa kuwa chama kikuu cha upinzani. Mimi nifikiri ungesema hivi, sisi tumesha, na ndio maana sisi ACT Wazalendo hatutaki kuwa chama kikuu cha upinzani. Sisi tunataka kuwa chama tawala. Yaani malengo sio chama cha Ushakuwa chama cha kikuu cha upinzani ndio inakusaidia nini sasa? unakuwa bado mpinzani. Si mpinzani tu. Sisi tunataka kuwa chama tawala. Umeelewa? Kwa hiyo wale wanaosema kwamba ile ni CCMB, sijui ni CCM gani, kama wewe unawaita wenzako majina ambayo hata kwenye sheria hayapo, kwa sababu hivi vyama vyote vya siasa hivi ili ukidhi vigezo vya kuwa chama cha siasa Tanzania ni lazima utii matakwa ya sheria. Hakuna sheria yoyote ambayo inasema CCM iwe na chama kingine kinachoitwa CCMB. Na ukiwauliza unaposema CCMB maana yake nini, hawana hoja kukwambia. Sana sana tu atakwambia, utakachokiona kwenye hoja zao ni kwamba wewe umetofautiana nao. Yaani hawakutaka uwe sehemu yao. Yaani wao wanataka wewe uwe sehemu yao, yaani uwe kama ni Chadema B, ila hawataki uwe CCMB. Sasa unahubiri nini hapa? Sisi ACT Wazalendo hatuko hapa kutekeleza sera na mipango ya chama kingine, kwa sababu na sisi tunaitaka dola. Na katiba imeruhusu kuwa na vyama vingi vya kisiasa. Wewe kama unajiona ni bora zaidi, chukua hiyo dola. Unakuwaje bora wakati dola yenyewe huna? Miaka nenda, miaka rudi, dola huna. Ndio maana sisi mikakati yetu ni kwamba sisi hatudili na watu wengine ambao watuletei sisi matatizo. Wanaotuletea sisi matatizo ni CCM. Hao ndio level yetu, ndio tunaokabiliana nao. Wakizubaa tu, sisi tumechukua dola afu tunakaa juu. Lakini kwanza si kuhangaika na UMD, sijui TLP, sijui nini. Hata tukimpiga TLP kwa mawe mengi kiasi gani, haifai kuwa chama tawala. haitufanyi sisi kuwa chama tawala. Kwa hiyo kisha ligundua hilo, huwezi kupoteza muda wako kugombana na mtu ambaye hakuletei madhara. Mtu anaweka njiani. Abweka tu, yaani ni shida. Kwa hiyo wanaosema sema hivyo, waache waseme. Kwa sababu kwa kutusema sisi, kwa kutuita sisi majina, hakuwasaidii wao kwa namna yoyote. Lakini kama kweli sisi ni CCMB, sasa wao inawaathiri nini? Fulani bana yule msaliti. Sikiza Sam, unapohubiri demokrasia kwa kuinyoshia CCM kidole, lazima kwanza nawe ujiulize wewe mwenyewe demokrasia unaitimiza kwa kiwango gani? Mikono yako ni misafi kwa kiasi gani? Kwenye sheria wanasema if you want to go to equity you must have clean hands. Unataka kwenda kwenye masuala ya haki, lazima mikono yako nayo hiyo nini? Iwe misafi. Demokrasia ni kuheshimu uhuru na haki za watu wengine. Mtu kaamua anakuhama wewe, wewe unachukiaje? Sam, wewe inakuuma nini? Wewe umesema demokrasia Ndio kipimo chako cha kudhibiti. Unamtukana wa nini sasa? Yaani ukimkuta mtu anatukana watu wengine kwa sababu hawako upande wake, wakati leo yeye hana dola, huyo mtu ni mbaya zaidi kuliko hata aliye na dola leo. Kwa sababu huyu akishika dola kesho, ataamka asubuhi atasema kuanzia leo nchi nzima ni chama kimoja. Kwa sababu dalili ya mvua ni mawingu. Dalili ya mvua ni mawingu. Yaani mtu aliyetofautiana na wewe, wewe unamuona ni adui yako. Yaani umeshindwa kumshawishi. Sam, mimi kwa mfano umesema umehama chama. Mimi sijakuwa wa kwanza kuhama chama kwenye historia ya siasa za Tanzania. Wamekuwepo watu wengi tu na naweza nikawataja majina. Mtu kama Mheshimiwa Tundu Lissu alianzia siasa zake chama cha NCCR Mageuzi. Alipoona kule chama kile hakiwezi kumpeleka kwenye malengo yake, akahama. Wala sio usaliti, ametimiza haki yake ya kidemokrasia kuhamia chama anachoona kinamfaa. Mtu kama Godbless Lema alifanya siasa zake TLP, alipoona azimlipi akaondoka zake. Mtu kama Dr. Wilbrod Peter Slaa alikwenda kushiriki kura za maoni CCM mwaka 95 akipambana na marehemu Patrick Kikoro kwenye jimbo la Karatu, akakatwa jina, akahama CCM akaenda zake Chadema, akafanikiwa kule Chadema. Kuhama chama sio usaliti. Wanaosema kuhama chama ni usaliti hawajui demokrasia, hawajui siasa. Hawajui kabisa siasa. Wanaongozwa kwa mihemko tu. Na matusi ambayo hayasaidii kututoa kwenye hali tulionayo. Wewe kama ni chama imara kweli, huwezi kubabaishwa na watu kuhama, kwa sababu unajua kesho yake utawashawishi watu wengine maelfu wajiunge na wewe. Lakini ukikaa
unasikitika watu wanaacha mke ambaye walioana kwa maagano mbele ya Mungu, wameshika Biblia au wameshika Qur'an, kwamba mimi sikuachi mpaka kufa, na kesho anamwacha tena, anamwacha na sheria inatambua kwamba ulivyomwacha ni halali, chukua na cheti hiki hapa, chukua. Sasa unasema nimekusaliti, mimi na agano na wewe. Sisi chama chochote cha siasa sio babangu, sio mamangu. Kesho kuta nikiona kinabadilika tunahama tu. Unakwenda kwenye kingine, ili mradi malengo yako ya kuwatumikia watu, malengo yako ya kuivusha nchi yako kwenda kwenye hatua ya maendeleo yanatimia. Hatuwezi kubaki kwenye chama kama fashion. Leo wewe unazungumzia watu, haki ya watu kushiriki uchaguzi. Unazuia watu wasiende kutimiza hiyo haki yao kwa sababu kuna changamoto ya wizi wa kura. Pambana na huo wizi. Kuto kushiriki uchaguzi ya kuondoi wizi wa kura kuna halalisha kula ziendelee kuibwa. Na kwa mfano mtu akija kwenye duka lako Sam, akavunja mlango, akaiba TV, kesho ususi kufungua duka, kesho unakwenda kuimarisha udhaifu uliopelekea yule mwizi kuingia ndani kuiba TV. Kama kulikuwa kuna mlango ambao utaweka grili, lakini duka litaendelea kuwepo. Lakini ukisema sisi hatushiriki uchaguzi, sawa, usishiriki, ni haki yako, wala hatukulaumu sisi, kwa sababu kila chama kina mtindo wake wa kufanya siasa. Kwa hiyo kama ambavyo watu wamekuacha wewe umetimiza haki yako, ndio na uache ndio timiza haki yao. Yaani mfano kama watu ambao wasema sisi tumesema hatutashiriki uchaguzi, ndio vya vile sema sawa, ndio. Kwa hiyo na wao pia sio walaumu kushiriki uchaguzi. Wasitulaumu kwa sababu hiyo ni haki yao, wao wameamua wasishiriki, ni haki yao. Ila kwenye kuzuia ndio tunatofautiana. Huwezi kuzuia haki ya watu wengine, kwa sababu kupiga kura, kuchaguliwa ni haki ya kikatiba. Ukinizuia mimi nisitimize ile haki, unakuwa unafanya jinai. Kuto kushiriki sio kosa, wala hamna mtu atakulaumu Sam bana wewe kapige kura. Kama upigi ni wewe umeamua. Yaani kikuzuia. Ila ukinizuia mimi nisipige kura, mimi ambaye nataka niende, ile ni kosa. Wala hakuna excuse eti uchaguzi wenyewe watauiba. Acha wauibe, tutawakamata kama wezi wengine, tutawaita majina ya wizi kama tunavyoita wezi wengine, lakini hiyo haikupi uhalali kumzuia mtu kwenda kupiga kura. Haikupi uhalali kumzuia mtu kushiriki uchaguzi. Ndio maana hii nchi tukaruhusu kuwa na vyama vingi. Tulipokuwa na mfumo wa chama kimoja ambao ulidumu kwa miaka 27, kuanzia mwaka 1965 mpaka mwaka 1992, tuliona kuna mahala tumedumaa kisiasa, kwamba watu wote mawazo yetu ya kisiasa yalikuwa yanafanana, wakati ukweli sio huo. Binadamu hawako sawa na hawafikiri sawa sawa wakati wote. Tukaruhusu vyama vingi. Kwa hiyo wewe kama umeona mimi siwezi kushinda bana, usiingilie haki ya watu wengine, kwa sababu hii nchi ina makundi mengi. Kuna CCM, kuna Chadema, kuna ACT, kuna nani. Wanaotaka waende, wasiotaka waache. Ila usiwazuie watu kwenda, usiwazuie, ni kosa kubwa. Kwa sababu mimi nikishiriki afu nikaibiwa uchaguzi, wewe ambaye hujashiriki inakuathiri nini? Kwa nini sinakuwa nimeibiwa mimi ushindi wangu? Sasa wewe inakuuma nini? Mimi nikienda kule hata nisiposhinda, wewe unaumia nini? Wewe pambana kivyako, ushinde huo uchaguzi. Na sisi njia zako unazozitumia sisi tunaziheshimu. Ni haki yako, usishiriki. Ila sisi tutashiriki. Na wewe unaosema usaliti maana yake nini? Usaliti, kasaliti kuhusu nini? Yaani mtu anayesema usaliti hajui hata maana ya huo usaliti, anahemka, anakupukia tu hoja ambazo hawezi hata kuzielezea. Hawezi hata kuzielezea. Mimi sina agano na chama chochote cha siasa. Sina agano hilo. Najiunga kwa wakati wangu, ndio maana sijalaumiwa kwa nini kujiunga ACT mwaka juzi. Sijalaumiwa. Yaani mimi najiunga siku naotaka. Na nikiamua kutoka natoka siku naotaka. Kwa sababu zangu mwenyewe, wala silazimiki kuishi maisha ya kumfurahisha mtu. Mimi niliacha polisi sembuse kuhama Chadema. Sehemu nilikuwa nalipwa nina cheo niliacha. Sasa mbona polisi hawajasema Madereka msaliti yule? Kaacha polisi bana, tulikuwa naye huku. Niliona tu matakwa ya nyakati yanabidi mimi niondoke kule. Na kuna kasumba kwamba wanasema hatuwezi kutatua matatizo kwa kujidanganya kwamba hayapo. Ndio. Moja ya tatizo ambalo limekuwepo katika jamii yetu ni kwamba ukishakuwa unafanya mtumishi wa umma
alafu ukatoka ukaingia kwenye masuala ya siasa, hasa ukaenda kwenye vyama hivi vya upinzani ambavyo havijashika dola, kumekuwa na kasumba ama nadharia kwamba huyu mtu anatumika. Iliwahi kumkuta mzee Mrema nadhani kipindi fulani kwamba bwana mzee Mrema bwana naye yeye achukue hela yake atulie bwana, yeye ameshakuwa mtu fulani sasa tunamfahamu kabisa. Leo hii tena anakuja anahubiri upinzani bwana huko na nini. Imeshawakuta watu wengi sana kwamba we bwana Madeleka umeshakuwa afisa wa jeshi la polisi bwana, ngazi kubwa, umefanya maamuzi makubwa. Hii leo tena unakwenda unatuambia ICT utafanya nini? Ni njia tu hiyo, utatumika. Umetumwa. Umetumwa. Mfumo wewe. Wewe mfumo. System. Nadharia kama hizi umepambana umejipanga kuzitako vipi kama zitatokea? Kwanza hizo nadharia naweza nikasema za kijinga tu. Ni za watu ambao, na ujinga sio tusi Yes. Ni kuto kujua. Ukijua na ndio maana tulipopata uhuru maadui walikuwa watatu. Yes. Ujinga, maradhi na umaskini. Yes. Na tuliona ni maadui tukawekeza nguvu kuweza kupambana nao kwa sababu tulikuwa tunajua tunaweza tukawashinda. Kwa hiyo ujinga ni moja kati ya maadui tu. Kwa sababu nadharia kama hiyo ni ya kijinga tu. Utumishi wote wa umma, uwe kwenye majeshi, uwe kwenye taasisi za kiraia za umma, ni utumishi ambao unasimamiwa na sheria, taratibu na kanuni mbalimbali. Na utumishi huo una mwanzo na una mwisho. Ukishakuwa wewe askari haina maana kwamba wewe utakuwa askari milele. Unao siku ya kuanza na unao siku ya kumaliza. Na kumaliza kwenyewe unaweza kumaliza kwa namna mbalimbali. Hebu misibievu uone. Fanya kinyume na maadili uone kama watakuacha. Watakufukuza tena kwa aibu. Wanakuvua kabisa na wanakutangaza na wanakupeleka hadi na mahakamani. Wako maaskari polisi zamani walifanya mauaji pale Pande. Kesi maarufu ya Zombe. Walipelekwa mahakamani. Kwa hiyo utasema na wenyewe walikuwa wanatumika kupelekwa mahakamani. Walikuwa ni mfumo. Mimi nilikuwa askari polisi mwenye cheo kikubwa tu, si haba. Alafu nikaacha, nikaamua kufanya kazi ya uwakili. Sasa natumikaje hapo? Nimeamua kuacha. Na mimi sio mtu wa kwanza kuacha. Maita si alikuwa ni IGP. Leo ni IGP Maita. Kwa hiyo huko alikuwa anatumika. Utumishi wake ulikoma. Na ukikoma maisha mengine lazima yafanyaje? Yaendelee. Haya mambo unatumika ni upungufu tu wa akili na kukosa hoja. Mimi situmiki popote. Na kama unanifahamu vizuri, ukifuatilia historia ya maisha yangu na sadaka ambayo nimeitoa kwenye mapambano haya ya kudai haki na utawala bora, huwezi kuthubutu kusema kwamba huyu jamaa anatumika. Lakini mimi sio mtu wa kwanza kuwa mtumishi wa umma, achilia mbali uaskari, kushiriki siasa, na sio tu siasa pengine za chama kimoja za Chama cha Mapinduzi, siasa za upinzani. Walikuwepo watu kama akina Jesse Makundi. Meja Jesse Makundi, NCCR Mageuzi, alikuwa mbunge wa Vunjo. Walikuwepo watu kama akina Mabele Malando, kwa watumishi wa umma akina Mrema umemtaja. Wako wengi tu, akina Wilford Lwakatare. Alikuwa mbunge wa Bukoba mjini, Kafu na baadaye Chadema. Wako wengi, ukienda huko CCM ndo kabisa wamejaa ukitaka nikutajie. Kuna mtu hadi alikuwa mkurugenzi wa usalama wa taifa, Marehemu Lawrence Mtazama Gama. Alikuwa mbunge wa Songea mjini, baadaye akaja kuwa katibu mkuu wa CCM. Akina Jakaya Kikwete. Alikuwa luteni kanali wa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Pale Arusha pale kuna mtu alikuwa RPC. Aliwahi kuja kuwa mwenyekiti wa CCM wa mkoa, Marehemu Zelote Steven. Wapo akina Tabora pale kwetu pale Igalula pale. Kuna mtu anaitwa Tatu Musa Ntimizi, alikuwa mbunge wa Igalula, alikuwa ni kamishna msaidizi wa polisi. Sasa ukija ukisema tu kwamba kila aliyefanya kazi kwenye utumishi wa umma anatumika, basi tuseme na walimu walioacha ualimu wakaenda kufanya siasa na wenyewe wanatumika. Ni ujinga tu kuamini hivyo kwamba eti huyu ni system, huyu ni mfumo huu. Ni ujinga, ni kukosa hoja ziko hoja ambazo mwanasiasa unatakiwa kuzibebea bango. Na unapokuwa unazibebea bango, madhumuni yako yanapaswa kuletea faida kwenye jamii. Sio majungu. Sio propaganda ambazo kimsingi hazisaidii kuondoa shida. Hivi kweli kuna mfumo mtu ambaye yuko kwenye mfumo anaweza kubali kwenda kukaa jela yeye na mke wake kwa kesi ya kubambikiwa? Yeye na mke wake anakaa jela miaka 2. Mfumo huu. Kwa mshahara gani sasa? Mfumo uko jela. Yaani uko jela kwa unahangaika rafiki yangu.
Kwa hiyo hao watu wanapaswa tu kupuuzwa kwa sababu wamekosa hoja. Asante Peter Madeleka. Kwa dakika moja tupomaliza kipindi chetu asubuhi ya leo. Nini ndio kwa kutimalizia mazungumzo yetu kwa kutazama tangu mwanzo mpaka sasa? Mimi na wasii sana wa Tanzania. Hii ni fursa adhimu kwetu mwaka 2025 kushiriki uchaguzi mkuu. Na tusishiriki kwa mazoea. Tubadilishe mbinu ambazo tulizitumia mwaka 2020 lakini hazikuzaa matunda, zikapelekea wenzetu kuiba uchaguzi. Twende kwenye uchaguzi, tushiriki uchaguzi kama zoezi muhimu sana litakalo tuletea mabadiliko ya kimaisha, kwa kuhakikisha tunadhibiti kila aina ya uhalifu ambao unakuja kutuondolea haki yetu ya kuwa na uchaguzi huru, haki na unaoaminika. Tushiriki uchaguzi, tusiuache. Tukiuacha huu uchaguzi huu kwa utaratibu jinsi ulivyo, kwa sababu sisi mshindi wa uchaguzi anapatikana kwa kitu kinachoitwa simple majority. Yaani yule mwenye kura nyingi ndio anakuwa mshindi. Haijalishi waliopiga kura ni 5, ni 10, ni 20. Kwa hiyo Samu, hata wasipojitokeza watu 500,000 au watu milioni 20 wasipojitokeza, wakajitokeza watu 20,000 tu Tanzania nzima kupiga kura, Kashinda. atakayepata kura nyingi kwenye hizo kura zilizopigwa, huyu atakuwa kashinda na atakuwa na mamlaka ya kutawala hapa. Hakuna kati ya ngapi? Iwe hakuna. Nchi zingine wao wana absolute majority, yani 50 kujumlisha 1. Yes. Yani usipopata kula zaidi ya 50%, uchaguzi unarudiwa. Hapa kwetu sio hivyo. Kwa hiyo usijidanganye kwamba eti fulani wakisusia uchaguzi, siku ya kupiga kura wasipoamka kwenda kupiga kura, eti uchaguzi hautakuwa halali. Uchaguzi utakuwa halali kutokana na namba ya watu watakao kwenda kupiga kura siku hiyo, na atakayekuwa kapata kura nyingi ndio atakayepewa mamlaka ya kutuongoza. Sasa tusimwachie fisi bucha. Twende tukakabiliane naye kiulalo ulalo. Yaani wenyewe wakija namna hii na sisi tunakuja kwa namna hii. Lakini kusema kwamba tunawaachia, tunataka reform. Reform nani anakupa? Atakupea wapi hizo reform? Tuzungumze vitu ambavyo vinawezekana. Watu kwenda kuzingira kituo cha kupigia kura, kutaka watangaziwe matokeo, kuzuia kura feki zisiingizwe kwenye kituo cha kupigia kura. Huo ni wajibu wa kutukuka. Na ni wajibu ambao tukiuhimiza kwa kutoa elimu kwa watu wetu unawezekana. Asante. Bwana, tunaweka nukta. Sawa.